Shughuli za kibinadamu zimeonekana zikichangia uharibifu wa mazingira kwa kiasi kikubwa na matokeo yake yamekuwa yakionekana dunia nzima. Hii leo nimetembelea katika mto Mbarali na kujionea shughuli ambazo zinaendelea hapa, na katika eneo hili hali ni tofauti kabisa. Wakulima katika eneo hili wameendelea kufanya shughuli zao kama kawaida kutokana na hali nzuri ya maji na namna nzuri ya utunzaji wa mazingira, lakini pia vyanzo vya maji. Na hapa nimekutana na wadau mbalimbali ambao wanachangia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba utunzaji wa mazingira pamoja na vyanzo vya maji unaendelea kuwepo vizazi hadi vizazi. Kwa kweli sisi tunajitahidi sana kuwaelimisha wakulima wetu kwamba tujitahidi kutunza mazingira kama mnavyoona, na vile vile hii skimu yetu ya Igomelo, maji tukishayatumia tuna matoleo yasiyopungua 8 yanarudi tena ndani ya mto Mbarali. Ni kipi ambacho mnakifanya kuhakikisha kwamba wanakijiji ambao wanatumia maji kutoka mto Mbarali wanapata maji kwa usawa na bila vurugu za aina yoyote? Tunachokifanya sisi ni kuhakikisha maji, kila intake zinazochukua maji mto Mbarali kuelekea katika hizo skimu tunagawa kwa kufuata usawia wa eneo ambalo wanamwagilia. Hivyo basi kuna kiwango ambacho wanatakiwa kupata cha maji kulingana na eneo ambalo wanamwagilia. Kwa hiyo tunalifanya hilo zoezi vizuri, na skimu zote hazina mgogoro juu ya uchukuaji wa maji kwa sababu tumewapa utaratibu na wamejenga intake vizuri. Tumeweka utaratibu pale wa lita za maji ambazo zinapita pale kwenda kumwagilia maeneo yao. Kwa hakika sisi kama WWF tumekuwa tunafanya kazi kubwa kwa kushirikiana na serikali pamoja na jumuiya za watumia maji kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinatunzwa na vinakuwa endelevu. Na kwa njia hii unaweza kuona kwamba mto wetu wa Mbarali unaendelea kutiririka mwaka mzima pamoja na changamoto zilizoko za ukame kipindi hiki. Kwa hiyo tunafurahia kuona kwamba elimu tunayoitoa kwa jamii na elimu tunayoitoa kwa wadau wetu, wadau wawekezaji pamoja na wakulima, sasa imeweza kuenea na wanajua umuhimu wa kutunza mazingira ya mto huu pamoja na vyanzo vya maji. Lakini zaidi sana tunashukuru serikali kwa kushirikiana na wadau wengine kusimamia sheria zinazosimamia maji pamoja na mazingira. Tunayo sheria ya maji namba 11 ya mwaka 2009, lakini tunayo sera ya maji ya mwaka 2002. Tunayo sheria ya mazingira vile vile ya mwaka 2004. Yote hii hapa serikali ikisimama kidete pamoja na kushirikiana na wananchi na wadau wengine wakisimamia vizuri hizi sheria, tunaona kwamba kunakuwa na matokeo chanya, maji yanatiririka, viumbe hai wanafurahia pamoja na maendeleo yetu yanazidi kusonga mbele. Ni kweli serikali imekuwa ikifanya jitihada nyingi za kutosha. Kwanza mojawapo usimamizi wa sheria, kwa sababu kuna sheria za maji, kuna sheria ya mazingira, lakini pia iko sheria ya misitu. Hizo zote zinahamasisha jamii kuhakikisha kwamba inatunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo matumizi ya sheria yapo yanafanyika, na sisi kama serikali tumekuwa tukihamasisha watu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwepo WWF, lakini pia wakiwepo na wadau wengine TANAPA kuhakikisha kwamba vyanzo vyote vya maji vinatunzwa vizuri. Kwa mfano kulikopo na ule mradi wa uhifadhi wa mazingira na kulikopo na tuzo inatolewa. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tulikuwa tunashirikiana na TANAPA kuhakikisha kwamba watu wanapata tuzo wale wanaotunza vizuri, lakini pia tumekuwa tukisimamia sheria kuhakikisha kwamba zinasimamiwa vizuri na zinatekelezwa. Kutoka katika mto Mbarali, mimi ni Salome Baptista, TBC.